Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa mashambulizi ya makombora ya Marekani yaliyodaiwa kurushwa kutoka Kuwait yalisababisha milipuko katika mji wa Khorramabad ulioko mkoani Rostan. Haya ni baadhi ya maendeleo mengine yaliyoripotiwa siku ya Jumamosi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Iran iliyonukuliwa na shirika la habari la Tasnim, makombora ya Iran yalilenga mali za kijeshi za Marekani pamoja na matanki ya mafuta katika kituo cha anga cha Sheikh Issa nchini Bahrain na pia ilishambulia madaraja kadhaa ya mawasiliano. Taarifa hiyo ilisema Marekani ilikuwa ikitumia kituo hicho kuendesha operesheni za kijeshi dhidi ya malengo mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan dhidi ya Iran. Kufuatia mashambulizi hayo, Bahrain iliwasha ving'ora vya tahadhari kwa mara ya 4, huku wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ikiwataka wananchi kubaki watulivu. Katika eneo la Jask pamoja na Bandar Abbas zimeripotiwa kushambuliwa. Shirika la Tasnim pia liliripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yaligonga eneo la Jask, huku madaraja mawili muhimu katika barabara ya Bandar Abbas yakiharibiwa vibaya. Jeshi la Kuwait limesema lilikuwa linakabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Irani kwa mara ya 3 na likatoa wito kwa wananchi kufuata maelekezo ya usalama yaliyotolewa na mamlaka husika. Maafisa kadhaa wa Marekani waliozungumza na CBS News kwa sharti ya kutotajwa majina walisema kuwa Irani ilishambulia angalau vituo viwili vya kijeshi nchini Jordan wiki hii na kusababisha wanajeshi kadhaa wa Marekani kujeruhiwa baada ya vituo hivyo kupigwa na makombora. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo miongoni mwa wanajeshi wa Marekani au Jordan, ingawa kiwango cha majeraha yao hakijawekwa wazi. Ndege nyingi za kivita za Marekani hutumia vituo vya kijeshi vya Jordan kwa shughuli zake za kijeshi katika eneo hilo. Marekani imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Jeshi la Marekani lilisema lilikamilisha usiku wa 7 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran tangu rais wa Marekani Donald Trump atangaze kuwa makubaliano ya muda kusitisha mapigano yalikuwa yamevunjika. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema vikosi vyake vilishambulia vituo vya ufuatiliaji wa kijeshi, miundombinu ya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, magara chini ya ardhi ya kuhifadhi silaha pamoja na uwezo wa kijeshi wa baharini. Irani ilisema ilijibu mashambulizi hayo kwa kulenga washirika wa Marekani katika eneo hilo ikiwemo Kuwait, na Kuwait ilitangaza kuwa kituo kingine cha kuzalisha umeme na kusafisha maji kilishambuliwa baada ya tukio kama hilo kutokea usiku mmoja kabla. Wizara ya umeme na maji ya Kuwait ilisema shambulio hilo lilisababisha moto katika sehemu moja ya kituo hicho na baadhi ya mitambo ya kuzalisha umeme kusimamishwa kufanya kazi. Nchini Jordan, jeshi la Jordan lilitangaza kuwa lilifanikiwa kudungua makombora 10 ya Irani yaliyoingia katika anga yake usiku kucha bila kuripotiwa uharibifu wowote. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vilisema milipuko ilisikika katika mji wa Yazd kwenye kisiwa cha Qeshm na katika bandari Abbas karibu na mlango bahari wa Hormuz. Marekani na Irani zilikuwa zimekubaliana kusitisha mapigano mwezi Juni ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kumaliza vita, ingawa usitishaji huo ulizingatiwa kwa kiasi kikubwa. Iran ilishambulia baadhi ya meli za mafuta ili kuzilazimisha kufuata masharti yake ya kupata kibali kabla ya kuvuka mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo yalifuatiwa na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Tangu wakati huo, Marekani imeendelea kushambulia maeneo ya Iran na pia imeweka tena mzingiro wa majini kwenye bandari za Iran. Iran nayo imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafiri wa baharini, hali iliyosababisha meli nyingi za kibiashara kusitisha safari kupitia eneo hilo. Takriban 20% ya mafuta na gesi asilia yanayouzwa duniani hupitia katika mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Fatih Birol amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu athari za hali hiyo kwa usambazaji wa nishati ulimwenguni. Jeshi la Marekani limekanusha taarifa ya shirika la habari la Fars iliyodai kuwa meli 2 za mafuta zililipuka na kushika moto wakati zikivuka njia iliyokuwa na mabomu kusini mwa mlango bahari Hormuz. CENTCOM ilisema madai hayo ya uongo, ikieleza kuwa kama ilivyokuwa madai mengine ya RGC, taarifa hiyo sio ya kweli.